Eklesia. Somo hili tumelishota katika kitabu ambacho kina jina Le Mystère Pascal kwa ukarasa 67 hadi ule wa 84. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa kwa jina la Henri Génie. Wapendwa, tukiwa ndani ya Quadragesima au Kwaresima, tukitembea pamoja na Yesu Kristu katika siku 40 mbele ya Pasaka, tutajifunza leo maana ya Quadragesima. Tupo wengi wapendwa, sisi ambao hatujui maana ya Quadragesima. Ndani ya somo hili tutatambua pia neema mbalimbali tunazoziishi kila siku ya Mungu ya wakati wa Quadragesima na Juma Takatifu. Tutatambua neema mbalimbali ambazo tunaziishi kila siku ya Mungu ya wakati wa Quadragesima na neema tunazoziishi kwa Juma Takatifu. Katika somo hili pia tutatambua nini tuweze kufanya ili neema za Mungu ziweze kutufikia kwa muda huu wa Kwaresima. Tutatambua tufanye nini ili neema za Baba ziweze kutushukia kwa wakati huu wa Quadragesima. Mimi na wewe hatujui maana ya Quadragesima, na kwa hiyo tunajiuliza Quadragesima ni nini? Wapendwa, Quadragesima au Kwaresima ni mfano wa siku 40 Yesu alipoishi katika jangwa akifunga chakula, akisali na kupigana na Shetani. Ni siku 40 ambayo Yesu Kristo alipitiza jangwani akisali na kufunga chakula na kupigana na nani? Na Shetani. Tutasomewa hayo wapendwa katika kitabu cha Mathayo kipindi cha 4 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Mathayo kipindi cha 4 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Mateo kipindi cha 4 mstari wa 1 mpaka ule wa 2. Inasema hivi: baadaye Yesu aliongozwa na Roho akaenda jangwani apate kujaribiwa na Shetani. Akaishi kufunga muda wa siku 40 kutwa kucha bila kula, akaona njaa. Shalom. Shalom. Baadaye Yesu aliongozwa na Roho aende jangwani apate kujaribiwa na Shetani. Akisha kufunga muda wa siku 40 kutwa kucha bila kula chochote, akaona njaa. Maandiko yanakuwa wazi kutuonesha kwamba Quadragesima ni wakati, ni ukumbusho wa wakati ambao Yesu aliishi jangwani muda wa siku 40 akifunga chakula, akisali, na hapo alijaribiwa na nani? Na Shetani. Ndio kusema katika Quadragesima mtu anaweza kujaribiwa na Shetani, na kama haukusali utapata matata, na kama haukufunga chakula utapata matata. Yesu alishinda Shetani sababu aliweza kufanya nini? Alifunga na kusali na akangangana na Shetani akamshinda. Shalom. Mwalimu, tusomee tena Marko kipindi cha 1 mstari wa
12 mstari Marko kipindi cha kwanza mstari wa 12 mpaka ule wa 13a. Inasema hivi: mara Roho akamsukuma aende shambani. Mara Roho akamsukuma Yesu aende shambani. Akawa shambani muda wa siku 40. Akawa shambani muda wa siku 40 kutwa kucha akijaribiwa na Shetani. Usiku na mchana alikuwa akijaribiwa na Shetani. Wapendwa, na katika Agano la Kale Musa na Eliya nao pia walifunga chakula na kusali kwa muda wa siku 40. Musa na Eliya nao pia walisali, walifunga chakula kwa siku 40. Tunaambiwa hayo ndani ya Agano la Kale kwa kitabu cha Kutoka 24 mstari wa 18. Kutoka, wanaoshika kalamu waandike Kutoka kipindi cha 24 mstari wa 18. Mwalimu, tusomee tuweze kusikia kama kweli Musa aliweza kufunga chakula kwa siku 40. Kutoka kipindi cha 24 mstari wa 18. Tutawapata vile ndio somo ndani ya Kutoka kipindi cha 34 hadi kipindi cha 34 mstari wa 28. Mwalimu, tusomee Kutoka 24. Kutoka kipindi cha 24 mstari wa 18 inasema hivi: Musa akaingia ndani ya wingu, akaupanda mlima, akashinda huko siku 40. Amen. Asante mwalimu, tumeweza kusikia kwamba pia Musa naye alipanda mlimani jinsi tunavyopanda hapa mlimani MCA kufunga chakula. Alifanya hivyo kwa siku 40 jinsi vile tunakuwa ndani ya Patrashesima kwa siku 40. Shalom. Katika Agano Jipya wafuasi wa Yesu nao pia walifunga chakula. Kisha Pentekoste walifunga chakula kwa siku nyingi, wakisali kabisa na kuweza kupambana. Tunasema tena Kwadragesima ni ukumbusho wa miaka 40. Miaka 40 Waisraeli walivyokuwa wakisafiri jangwani wakitoka katika utumwa wa Misri kuelekea nchi ya ahadi, yaani Kanaani. Ni ukumbusho wa miaka 40 ambayo Waisraeli walikuwa wakitoka Misri, wanatoka katika utumwa wa Misri, wanaelekea katika nchi ya agano ambayo Mungu aliwaahidia na ni Kanaani. Tutasomewa hayo ndani ya kitabu cha Yoshua kipindi cha 5 mstari wa 6. Waisraeli walivyokuwa wakitoka katika nchi ya utumwa Misri na kuelekea nchi ya ahadi, nchi ya agano Kanaani, walifanya miaka 40. Kwa hiyo Kwadragesima inatukumbusha hayo yote. Mwalimu, tusomee Yoshua kipindi cha 5 mstari wa 6. Yoshua kipindi cha 5 mstari wa 6. Inasema hivi: kwa maana Waisraeli walikuwa wakizunguka shambani muda wa miaka 40 mpaka
wameondoka kufanya safari yao ya kuelekea nchi ya maagano. Na pia ni wakati walipovuka bahari nyekundu kuelekea nchi ya maagano, na ile chakula waliokuwa wakila kwenye jangwa, maana mkate ambao walipewa na Bwana, ya kuonesha kwamba walitoka katika utumwa. Mwalimu, tusomee Kutoka 12 mstari wa 3 hadi wa 4, pia mstari wa 11. Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 3 mpaka wa 4 hadi ule wa 11. Inasema hivi: semeni na mkutano wote wa Israeli, mutawaambia, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu ashipatie mwana kondoo jamaa kwa jamaa, mwana kondoo mmoja kwa nyumba moja. Kama jamaa ina watu wachache wasioweza kumaliza mwana kondoo, mtu ashirikiane na jirani yake aliye karibu na nyumba yake, kwa kadiri ya hesabu ya watu. Mutapima kadiri awezayo kula kila mtu, kwa kujua hesabu ya watu watakao kula mwana kondoo. 11. Kutoka 12 mstari wa 11. Mutamula hivi, viuno vimefungwa, mumevaa viatu vyenu miguuni, fumbo mkononi, mutakula kwa haraka. Hiyo ndiyo Pasaka ya Bwana. Amen. Amen. Asante mwalimu. Nasi wa Kristo kwa wakati huu wa Kwadragesima tumealikwa kusikiliza neno la Mungu na kupokea Eukaristia takatifu, yaani kusoma misa takatifu kila siku bila kuacha. Tumeomba kupokea neno la Mungu kila siku na kupokea vile Eukaristia takatifu ndani ya misa takatifu. Inakuwa huzuni sana wakati tunapopokea neno la Mungu ninakuwa kwenye kanisa nikisinzia. Sisi tunataka tukiamka watu. Echinyo chanachuza negozeria tu. Tutamwomba Bwana aondoshe hiyo pepo ya usingizi inayotufunga wakati tunatafuta kusikiliza neno la Mungu. Usingizi unakuja. Ni pepo ya usingizi. Shetani hataki usikilize neno liweze kukubadilisha, liweze kukuondosha ndani ya utumwa. Shalom. Tukana yake ukweli. Basi leo hii Mungu akuje hiyo pepo. Katika wakati huu wa Kwadragesima tumeomba sisi kama Wakristo kufuata amri 10 za Mungu. Kufuata amri 10 za Mungu. Hamani hane echala hilo chowe ya wako ukande goro Mungu tibasi akuwa chikaye. Akuwa chikaye kutiutimu. Kusama tuliokoviro emi Kwadragesima. Utitala ya Kwadragesima ya uyo mdeke suwe nipate shonema shomungu. Angalia amri gani unaenda kuiangusha kila siku. Amri ya wapi unaenda kuiangusha kila mara. Omba msaada wa Mungu leo. Mungu akubariki, akuhudumie uweze kushika amri 10 za Mungu. Na kama kuna ile amri ambayo inakaribia sasa haujaungana, umeivunja, mapadri wako tayari hapo je.
Amen. Maisha ya Kristo ni utakaso. Mungu wale wana wa Israeli ataka kama mko wadogo kunyuma. Ave Maria. Amen. Usikule kondoro wewe peke. Kama mko wachache kunyumba, ushirikiane na wazee. Ave Maria. Amen. Kwa hiyo wakati wa Kwaresima mapadri wanatutuma kila siku kushirikiana na wengine. Kama kuna mtu mwenye alishaka kukwaza, unafanya nini? Unamsamehe. Hatukwaza nake ukuwekesea. Wale ndio uonde tunania wale ni hapa. Amen. Amen. Ndio maana mwalimu ametuambia kwamba katika wakati huo kwa Kwaresima naomba tunashitakasi. Kama unashitambua, kuko na wenyewe hawashitambua. Walimu wanasema kama unashitambua. Ave Maria. Amen. Kuko madhambi zenye tunafanyaka au tajua kisini sana. Ndio maana nilisimama. Maana kenini unafanya dhambi wewe mkichwa hapo haujui kisini sana. Amen. Amen. Ni za mingi. Kwa mfano, wewe peke unaambia mtoto nitakuletea chidazi chibenye. Unamwacha pale. Unaenda. Mwalimu amesema kwanza juu ya kusinzia. Alafu sawa unatoka kule ushasahau gisi uliambia mtoto utamletea chidazi. Sawa mtoto atakusumbua tena na kupika. Umetenda dhambi au kutenda dhambi? Abantu wanahubiri aneka. Ave Maria. Amen. Madhambi ni za mingi. Mungu leo, Roho Mtakatifu leo atujalie neema ya kujitambua. Amen. Amen. Asante. Kwaresima hii ni wakati ambao tunapaswa kufikiria maagano yetu ya ubatizo na kuyaishi. Tuangalie mifano imelelwa kwa mtu anabatizwa. Maisha yako yamekuwa kama ya mpagani. Mpagani hakuna tofauti na ule aliyebatizwa. Itobo shitu nyama werara. Itobo shitu nyama matishe. Itobo shitu nyama satromamati denui. Ule mwenye hakubatizwa, hayabatizwa, atakuta tofauti wapi? Ni wakati wa kufikiria maagano yetu ya ubatizo na kuyaishi. Wakati wa Kwaresima hii ni wakati wa kusali pia na bidii na kufunga chakula. Kusali na bidii. Oruacha itwarekao. Wamama iukapiko kwa jina la Baba na ndio maana mao usingizi mbembele. Tangia leo tusali na bidii. Iwa natangwe saburi. Wamami muka some sabuli nguma kuwa natangwe esisatu. Nitunama na watashine soma nizira usalama. Agabi atalakila betoko wekana. Achish. Ngene kwa hiyo kusangata. Ni wakati wa kusali, kusherehekea
na kwa neve njia msalaba, lakini kesho wakisha kwa rishatwa wametwa iwe. Lakini Yesu Kristo mwenye huruma, ukiacha tu atakusikiliza. Amen. Wakati huu wa Kwaresima ni wakati wa kufunga chakula. Tumepewa shurti ya kufunga chakula, lakini ikiwa uko mgonjwa, kama wewe ni mgonjwa, hauruhusiwi kufunga chakula. Ibo hanana wakaliwa kwa nyelwere nerwebro vyoshi nyelwere. Kuna yule ambaye mganga amemhakikishia kama ni mgonjwa hastahili kufunga chakula. Ile wakati usifunge chakula. Unaweza kufanya mafungo kwa namna zingine. Hauwezi kufunga chakula ikiwa wewe ni mwanamke msaifu. Sababu kufunga chakula utatesa ule aliyekuwa tumboni. Ukiwa uko mtoto wa miaka chini ya 14, haujaruhusiwa kufunga chakula. Sababu mwili wako una lazima ya chakula kwa ajili ya kukomaa. Lakini sisi wengine wote ambao Mungu ametupa nguvu, ni lazima tufunge chakula. Mara ngapi umewahi kusema unafunga chakula? Kwa tuika ndogoguze. Yuruka chimbe mafika. Narua ni salawa tukanachelewa. Mungu atusamehe sana, kwa sababu hatukutimiza ahadi tulizompa Bwana. Iwa natavumilia mpaka jisite, utaomba Mungu msaada, utaomba neema ya kusema na mimi tafadhali unisaidie, nilikuwa ninafunga chakula mpaka magharibi. Tulisikia kwamba Yesu Kristo alifunga chakula muda wa siku 10. Na enzi ngechera chioma. Kwani shishiriwa baraka. Unaanza kujiletea masababu. Basi yoyo kunde basi kwanza laka ya mabelo. Alina ngahola. Mungu atusaidie sana. Leo ukate decision ya kufunga chakula mpaka magharibi. Unaweza hata kufunga chakula kwa siku ngapi? Ukimwambia mwongozi wako wa kiroho, unasema mimi napenda nifunge chakula kwa siku 3, atakuongoza kama ufanye nini. Katika kufunga chakula tunapewa neema nyingi sana. Kwa wakati huu wa Kwaresima tumeomba kusali na bidii na kufunga chakula, vile tumeomba kushiriki mafundisho ya kanisa. Mubarikiwe nyinyi wote ambao mliokuwa hapa. Mungu awabariki kuliko kuwabariki, sababu mmekuja kuyafuata mafundisho ya kanisa, mafundisho ambayo yanatufungua, mafundisho ambayo yanatubariki, mafundisho ambayo yanatuinua, mafundisho ambayo yanatutosha katika utumwa. Shalom. Tumchapie Mungu makofi. Tunaongeza tukisema tena, Kwaresima ni ushirikiano wa kanisa kwa fumbo la Pasaka. Ushirikiano wa kanisa kwa fumbo la Pasaka. Yaani kanisa linashiriki mateso ya Yesu Kristo. Kanisa linashiriki kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Sisi kama kanisa la Bwana tunashiriki kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na hiyo ndiyo Ukaristia. Umewahi kupokea Ukaristia mara ngapi? Na leo ulipokea utashiriki namna gani mateso ya Yesu? Na kuna wale ambao walichelewa kwa misa takatifu, utashiriki namna gani?
umefika ukiwa umefanya masharti yote ambayo tumeyataja hapa juu, ukiungama, ukishirikiana na wengine na kadhalika. Kama umekaa ndani ya ndoa isiyobarikiwa, ni wakati wa kuifunga ndoa inayobarikiwa. Akatabika chineho wanganati vitali ya watumishi wa kutina watani wa masalo basi kuishi nao la wanahese na masalo na inanata ya oko ukaristia we Pasaka. Shalom. Shalom. Tukitambua kwamba Pasaka ni kiini au centre ya historia ya wokovu wetu, manake pale ndipo kunaanza historia ya wokovu wetu. Tunaitwa kama Wakristo pale ambapo kunaanza Pasaka. Tukitambua pia kwamba ni kiini cha mwaka wa liturujia, pale ndipo kunakuwa centre ya mwaka wa liturujia. Tukitambua pia kwamba Pasaka ni kiini cha Ukaristia, na pia tukitambua kwamba ni kiini au centre ya kanisa, ni pale ndipo tutaweza kutambua nini maana ya Kwadragesima ndani ya sura yake yote. Mwalimu rejea kutusomea tena Kutoka 12 kuanza mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Inasema hivi. Amen. Bwana akasema na Musa na Aroni katika nchi ya Misri. Ndiyo. Akawaambia, mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi, mutaufanya kuwa mwezi wa kwanza wa mwaka. Bwana anasema na watoto wa MCA Muhira, anasema mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi. Semeni na mkutano wote wa Israeli, Semeni na wa MCA wote, mutawaambia, ndiyo, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu ajipatie mwana kondoo jamaa kwa jamaa. Mwana kondoo mmoja kwa nyumba moja. Kama jamaa ina watu wachache, ndiyo, wasioweza kummaliza mwana kondoo, mtu ashirikiane na jirani yake aliye karibu na nyumba yake kwa kadiri ya hesabu ya watu. Amen. amen. Shalom, shalom. Mtu ashirikiane na jirani aliye karibu na nyumba yake. Kama sivyo, neema za Baba utazikosa. Mtu atamla mwana kondoo na jirani yake. Mara ngapi kule nyumbani? Ebyele vinusile mu nyumba tahe mama. Alakini unamupendeka mwanyini aondana. Omujirani anaye anamlelezana. Kwadragesima ni wakati wa kusaidiana, wakati wa kuona magumu ya mwingine na unamsaidia. Mungu inaomba natupa neema ya kuweza kuona kama mtu gani anateseka, kwa sababu naona anayeteseka ni neema. Nitukana neno lakini sio malangano tu kariwa na hilo kwa msaada wao. Anja kuchunguza karibu yako kama hakuna yule anayeteseka. Ave Maria. Amen. Yengine neema njoi yenyengine nimepata. Musta dada wale kasha kwa kama ashikala sasa ya kulala. Amen. Amen. Biblia inasema kila nyumba itafuta kondoo. Ni mwanga namba ni mwili omwe.
Amen. Amen. Sasa kama tukiendelesha kusoma ile somo, na damu ya ile kondoo itabakiliwa katika vizingiti vya nyumba, omusasi owe mbuli bakane haka ukoshondu no Mungu wale Musa na Haruni atabo enyumba aitahakire kwa musasi malaika kela obole maseka womo na paluku womo batakufu. Ave Maria. Ave Maria. No mwalimu ati Pasaka ni sandre, ni kiini cha kanisa, ni kiini cha Ukaristia. Ni kanisa na kutoka ngomera tutungame kumbe kwa Pasaka wanapokera emeza ya Bwana na uwa kutemhu ijige. Amen. Amen. Ukeshenyo kwa musasiko uti owakaka ukoluhigo owakaka ukonduhi na usotaungana. Ave Maria. Amen. Ave Maria. Amen. Eneme yona baba nasiye wata kweshi kwa drajezima ikapita ya Isaya oko sandre oko kiini maana ke sandre eklesia omuli omusasi n'omubiri wa Yesu Kristo n'omusasi oyo atakayoka oluhigo olubanziruketrika. Amen. Amen. Nero emere tuliokombuli amukumbe tunaanza saidiana, tunaanza fanya matendo ya nini? Ya huruma. Ave Maria. Amen. Ave Maria. Amen. Ndio hao nakumbuka siku moja tulikuwa hapa tena kwa recollection ya Noel. Tulikuwa kama mafundisho. Dada mmoja akatupa hapa ushuhuda. Akatuambia kama alikuwa na mtoto wake, ule mtoto hakutembea. Ababia mwana wanga. Ndio tushi kwa nabia. Omwana oyo amshalika yenda. Ama yasunga padri shamba hivi angeselabe sereka. Ama mabrat haa. Konde choma amesaba berobenene. Amen. Amen. Umeomba siku mingi, jibu hapana. Tunaomba mamisa wapi? Enda fanya matendo ya huruma. Watu wanaona chamala mkaundura hali hanyumu maskini ama muhelelia sikasi sadaka hiyo silibolawa. Atubo Mungu na mie mtoto wangu atembee. Mamuhelelia echamuhelelai. Atubuhabire hao kuhetuwa ishu kwa mwanama hangana ama tukere tembee. Amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Tuchapie Mungu makofi. Asante. Tunaendelea kusema Kwaresima ni kushirikiana na kutembea katika mawazo mamoja ndani ya Kristo. Kushirikiana na kutembea katika mawazo mamoja ndani ya Kristo. Omo vikundi vya tumwe. Kushirikiana na kutembea katika mawazo mamoja ndani ya Kristo. Kumbia ondekala chewazo itunya ituboshi itwale vyanga ya kama tolera elibitwa kana kwa mayo. Bila kubishana. Kwa kuwa kubishana inaacha watu wanagawanyika. Ekeyo baba mama twashika mkaishimu tuna mama twashika mkaishimu tuna baba. Wakati huu wa Kwaresima ni wakati baba ya kumbembeleza mama. Mama ni wakati ya
Kwaresima gizi tulivyosema, ni wakati wa kutubu na kujikatalia. Kujikatalia. Wamamya iuluvele chindu chireve iwatarisha lekacho chamavisi chili kwa utukufu wa Mungu. Uluvele eriri nyama yimiro yoshi kumbe na rama hikutro kumbe kumbe hameka kwa. Wakati wa Kwaresima ni wakati wa kujikatalia. Uwafirilevia akakwarake chura kiumakano kana nanatole yaka wakateseka waliokuwa na mahitaji waliotaka ni wasaidii echirwa chio wanatasha yelengalenga uwa iramu soya eviutro evilo vyosi ni wakati wa kujikatalia wapendwa. Sisi vijana achetamie kumbe amaskariana eske hawezi weka kwanza kwa siku moja pesa ya maskara, pesa ya mikape, unapatia kwanza ule anayeteseka anamwirati vyalavyo muvi acha mupe ile ambayo ungeliuza kwa kilo. Ni wakati wa kujikatalia. Iwanatashaya echiwe iwataka wetilo. Utapendeza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Tunaendelea tukisema ni wakati wa kufunga chakula, ni wakati wa kusali kabisa na bidii, wakati wa kufanya mambo makubwa, wakati wa kufanya mambo makubwa. Ngahano hivyo tabarte elio chukire nderera baprisoni nero kuteko goshiwa ngoko mushukare nderera baprisoni kutitwa watu elio rino tukata yale nderera bakimisi mambo makubwa kutitwa watu abana abaofele banamuteseka tukata nave shoziwa tukata nave shodawa tukata nave bindu ebikiwa kichano kusudi watu kiarikula. Tunaenda kuwaletea masomo. Ni wakati ya kufanya mambo makubwa bila tena kujibembeleza. Ni wakati wa kufanya mazoezi ya kiroho. Wakati wa kufanya mazoezi ya kiroho. Mtu kama waombea tuti wamani suwa ubere eribu kwa magoti kwa nesengi minite wanatasha uka kasami anatasha 30 miniti. Ni mazoezi ya kiroho. Utaona Mungu atakayotenda kwa ajili yako. Shalom. Shalom. Tena zaidi ya hayo, Kwaresima ni mafungo makubwa ya taifa la Kikristo. Mungu awabariki nyinyi wote ambao mnaopatikana hapa kwa ajili ya kufunga chakula, kwa ajili ya kusali, kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Mubarikiwe, mubarikiwe, mubarikiwe. Tena ni kubadilisha upya maisha yetu tukiacha dhambi. Kubadilisha upya maisha yetu tukiacha dhambi. Famile kama lolo nerio amaisha wetu ini amendo kama ya mali. Uasherati wapendo. Ni wana wote njaka sineno chelo mokishe kuchele sino tegeri. Lakini pesi kwa vile vyo ya Muhammad. Uliangalia tushipe yake. Uliangalia namna anavyotembea. Macho yako yaliona na ukatamani. Umesharatika zamani. Wewe ni mwasherati. Ulicheka mingi sana mbele ya vijana. Muka boga kutimu. Wewe ni mwasherati. Vijana tuko. Wasichana tuko.
on ne t'a pas vu en flagrance ou bien la main dans la sauce, haukubalika, usiwaze hauko mwizi. Amanze umogile mweyo mama akasahani kogoti tunamutima kotuti abatayere vitete vya waplia tushapata. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Ulevi wapendwa, kama lewa tunia no oko mlima mtakatifu, lakini tukania faiko mumui nganyo katuba kae wanganaula nako wafalaka machumba nganyo na mweri wako inayato saka na nyako na ile katuba. Hatuko nafanya vile wapendwa, hatuko nafanya vile. Kama umewahi kufanya jambo kama hilo, wewe ni mlevi. Wewe ni mlevi na nishati uache tabia kama na hiyo. Ni dhambi na uende kuungama. Kuto ukabisa kwa sashe. Utama mkakopo kwa nzuri. Ukite giere ya mkakopo kwa mirinda. Wakati wakalangranga ni mirinda. Nerunia ho tukishi shirama tuni amesunia mama ya tukana. Ifo mlanga baba shenda wetu. Ukae kama msashe. Omoka mfuko. Wewe ni mlevi. Watoto wa Mungu hawapashi kunywa kileo. Kasengenyo. Wamama tuko. Acha jamu, Suria na maneno. Umetambulikana ndani ya kartie kwamba wewe unasengenya watu. Hii watu washinda wanui leo. Shamba. Si wangaenda lepa. Rienda nitamu wao, uwashia luka kangane chitumbi. Echo ukaibike yao. Wamama, tushikaribie. Tushikaribie. Kasengenyo na mawazo mabaya. Wamama na Mungu mnawile tulisikia ndani ya Injili wakati Yesu alikuwa akiongea na mwanamke Msamaria. Awafuasi kama wakawa ambu anashika kaka na naye ndiri kwe. Nikisichi chata watikira watani. Sichichana mahikira. Anasimama na nani? Panukanya na fulani. Wakandria tu. Neri kuna mmoja kapanyao. Kama mbahamba. Wazazi. Na wakati wamewahi kwa hivyo. Nimewaza kama ni tabia ya sisi wa mama. Na wamama pia. Mungu atusamehe sana. Na atubadilishe maisha. Shalom. Uchoyo wapendwa. Uchoyo. Ai. Erita hijiatra. Ukaita hivyo ni leo service. Ukisema unapata nguo ni ile ambayo imepasuka. Sio ngata nguo ile repasi. Oluchine kwa miambale. Ologa na nalo moyeni. Na yana ya patala, ni watapata hata kama niko nateseka. Ngani na mmoja. Uchoyo wapendwa. Jinsi kaseke umekuwa pia mchoyo wa vipaji. Ache wa Mungu. Unajua kwamba kabisa kwa tutegereni chumba tutagarama mbele. Lakini ukati atuchukua bashia kunegosie kusudi ebi tumebeta kao. Uchoyo wa vipaji. Unashika kwa ukana kusavela. Na ndio kwa fashi yako bembelezia. Tutakasi pardo tusavele. Wewe ni mchoyo. Naomba uende ungama.
usiweze kuwadharau hata na wengine. Unawaza uko mrembo, uko mrefu wa manevu, uko siyumi wa namna gani? Nani alikupa hili? Si ni Mungu tu. Wewe uko jera. Uko jera. Na saa ni sawa anaweza kukunyang'anya. Sasa tunashuhudia nini? Majivuno wapendwa. Tushikaze. Wapata wikira bingo wakachinga. Kute mwenye kama dabada mwenye kae. Ayaye. Eruku. Wanasema na wetu kidogo wewe. Wanasema tusipakula. Na unaenda la bila kukula. Eligira. Amen. Amen. Wangapi washakaira hapa? Wenye washakaira kwa chakula wanasema tusipakula. Ave Maria. Twende ungama, tusikuwa nafanya mafungo ya shetani. Wametuambia tufanye mafungo ya sala. Amen. Amen. Baba tunaenda ungama, kali ni kamsingi. Madharau wapendwa. Unawadharau wengine. Ukaona leo ndio kundichi. Una nini? Haujui kwamba kila mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu? Unamdharau kwa nini? Unamdharau kwa nini? Madharau ni amri ya shetani ambayo anatumikisha kusudi kukushusha wewe. Ukisha kudharau unashuka. Ukawa bibia ne orge wamablangara ngawabelea mundu kuloko badugo shi. Jua kwamba pale ndipo unakwenda kushuka na kudharaulika. Zaidi sana madharau haya yanazoea kuwaingia watumishi wa Mungu. Anapata kipaji fulani na anaanza kuwadharau wengine ambao hawakupewa hicho kipaji. Jua kwamba hapo ndipo unakwenda kunyang'anywa kile ulichopewa. Na Mungu anakwenda kukipatia mwingine. Uvivu. Ngani sama kwa katreri. Katreri kanda ya nika ibu seri. Kani atasha sengere. Emona boka. Na sengere ya nika. Ngomweni na sanya kwa mlango koko. Nyakamba. Ndio yana amfuka na tufuka ya sidonda ya akaleji. Wanamasha sabasaya. Uvivu unaacha hatufaidike. Uvivu unaacha hatubarikiwe. Embulako ya matawe. Ngasha ya omoni mmoja. Emahone nene. Ama nisana myangu bana ya roboti. Iwe shishile chama cha makula bako mpaka. Unamasiboka. Embewe. Ngata shei kujirogo ulingiti mwaki. Ngebo kwa witer na ne witer kende ya hita. Amusishana na makola tu. Wewe ni mvivu na hiyo ni zambi. Wani lewa wao. Ala nibakiri oboti. Usiku angali ya kubanda. Na ndio mwana sasa oboti kwa wao wakame kao. Ulimsha kwa chetia. Inywe mwara ya. Inje wa ibu wako. Ukishaanza ale machema machisha pita. Uvivu wapendwa ni dhambi. Katika maandiko matakatifu anatuambia kwamba mvivu hastahili kula. Si quelqu'un ne peut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Kama haupendi kutumika, usile chakula. Unapaswa kula kwa jasho. Isi wanyina kala na kao. Isi wanyina nguvu ya kwa berekuha ati utumike kusudi ulie.
wamabisi waziritumika wamali waziriruka mkokoni wako hiya emiro yoshi osekula na chakula so ikatore kama mungu na roho bafo kwa chuma ngala umewahi kupita ama kale radio wewe uko na wivu ni zambi, enda ungana atifio uzi mloma tamugira na programa kiwe atribasi elonga takia ulo mtoka ngaye kabala mara mo mtiminya nyongana nene nyongana ya werio ije ule uloi isha mshakokana ulo mtoka. Mnajua pale ambapo tunaleta ulozi wa pepo. Sasa tunakao kama minyongana au ndio kubera echibo yetu. Wale wao mabebi ya laana. Wama biambare e baraka shabele na umekuwa mlozi. Mlozi ya kutoka kibali. Ni katika wivu. Amen. Hatari roho yenu. Kama unavutiwe omukizazi echa wanwala kaloba kwa mfano. Amen. Echa wanwala katsuma na rwala na mundu abrebala kamudele kiwe kuto mdoma tuwana matatendena na wakati wekala wakati wakati akatuelisha Ave Maria. Nerukweshi sokolo wao ina na vya mloi mwasakwa na kuchanja mtu mlozi. Najua kunuzi wa kuchanja mnaenda kamdamu. Narubonaenda de generation a generation. Narukale kaneno kenule sema mara kwa shetani anakaitilize ule mtu bona kucha neko na atasheka anaenda kuona na kwa nakosa kama mwili kona luma na munega. Ave Maria. Kwa hiyo hii zambi iko ngufu. Eyeletsoro, roli eletsoro. Ukawe chinywa chisatu, choko unde kweshi omuli milelo mimyacho ene chitumikisha. Amen. Akara byo kama kakana la bomote mawao, kale kakupita mroho. Sawa naona baraka za mwingine. Mkontrele tena ni malediction kuwe. Maana hawezi barikiwa. Sawa naona baraka za mwingine, kakitu kanapita kati. Naona mwingine atendalo bila kuonesha budget yeye, ndio kana yote anapita kati. Wabotwana. Unaacha sema maneno yenye hatasikikana. Amen. Wakati wa quadragesima Mungu atusaidie sana. Sasa tunaona baraka za mwingine tukwe tunafurahi. Amen. Ulafi eriamen nani nilo ukaluwaya enyanya ewaya ngani yokuishi nero komwisi ndio ya viva kutiwa yeye pia ulafi wapendwa imeacha hata tunakuwa wachoyo kukula kwa ulafi wama wengine okochisa mole machana hali shunya meshibili mkubwa minofu mbili ya nyama lakini kwa yangu mama uwe ewalia owa shopete ya playa ulafi wapendwa na ulafi pia wa maneno huwa wanene sule minyango wakosana na watu wasaya unaongea
akusaidie, unagonjwa. Hiyo ni dhambi pia. Unafiki ohanyere ukangana yabende na lwao iwatashakanya bende ngani anashakala haya iwatashakanya beria. Wewe ni mnafiki wa kupindukia. Mnajua kwamba unafiki ndio unaacha watu wanasambalana. Ngani anawe menyango kukani wako habere ulikutoa double crasha uko kisu inaokata kwa fasi mbili. Ngani unakulwa ngani oyiye omushenge mroheri kukani. Unafiki wapendwa, wanafiki hawataingia mbinguni. Umetambua kwamba uko mtu wa namna hiyo, shule akasakreka Mungu kaungana. Nyakati zingine mapadri wamejitenga huko nje kwa kuweza kutuunganisha. Na mambo kama na hayo, madhambi mizengi ni tututu. Na hizo dhambi wametutangazia ndani ya Wagalatia kipindi cha 5 mstari wa 19. Na kuna pia wale ambao wameweza kuwa wanatenda dhambi sana hizi pasipo kujua, hata kama anaweza kujua, lakini sababu amekuwa na vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani vimetuingiza ndani ya dhambi mbalimbali. Kwa mfano, huyo eritu kwa moba na bwao kumbe swali nyama eye ngolobe mchima wama mfano wamabuli kirukali ayo tu omobare wa wakasa sayo kuto wamabuli kirukali ayo ende ikeromu kuto wamabuli kirukali ayo omobiri na unya vimba alakini kawa langere nyama ngolobe wakata kalangayo omote minya inya henya na roma nabakali ya ho na wamchukume kanali atake kwa kanyama. Unapata kidonda sababu unakipenda. Ndio abantu bagani yabo iwo ukaiba. Sibu kwa hiyo hivi kwe tutalio mtu na mama. Sibu kwa hiyo hivi nero abatsingiba kwa komukoni byamashana beti weshano iwe wili yiba echo bali kwa kusuwali. Shalom. Hizo zote ni dhambi ambazo zinatokana na vidonda vya ndani. Wapi yanilia moko wapi kule chomunyo basi sona chipokera sona chipokera nero ukaiba. Wewe ni mwizi. Inaomba leo Yesu Kristo aponye hivyo vidonda. Au umekomaa ndani ya jamaa ambapo kupata chakula ni kwa shida kabisa. Wazazi wamekuwa wakipata chakula kwa shida. Mkamwira mkabana echiro choma chokunga nenyi munenga lisi munyumba. Na wakatola kakamehia tukotwa bakaka yoshi. Eso amana kama ya dhambi. Nilikuwashi kwa kula omohali yeyo. Iwe unalita kigeria alakini akayo ekabula. Iwe itala usikumbe netu tunalitalia netana cha fulani. Ebelia kabunao nimesabasaba. Unavunjika moyo sababu ya kukosewa maisha mazuri nyumbani. Neryotahe ukandiwa babu tukaishi aho bakai bakali tukandi atukashishira tuwa babu kandi sebi bakwige musheje umeiba tukandi atukashishira kufanya ni magumu. Unakuwa nakula
kipindi cha 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 13. Hatutaisoma, ila wanaoandika waandike. Neema ni zengi tunazozipokea hapo. Yesu Kristo anatufundisha kushinda majaribu kupitia neno la Mungu. Anatufundisha kushinda majaribu kupitia neno la Mungu. Nero wa mama vya nami itsengerako kudabire. Utashinda majaribu namna gani? Ndio na tunabula neno la Mungu. Uko na sisi, utashinda majaribu namna gani? Yesu Kristo anatufundisha kushinda majaribu kupitia neno la Mungu. Katika Kwaresima tunapaswa kushiriki misa takatifu kila siku na kulishwa na neno la Mungu. Tunapaswa kulishwa na neno la Mungu kila siku. Hiyo ndiyo siku ya kwanza, siku ya Mungu ya kwanza. Siku ya Mungu ya pili, Yesu anageuka sura. Ni tendo la ngapi? La 4 la nini? Asante, Mungu awabariki. Kuna neema nyingi tunazozipokea hapo. Mungu anatuonesha utukufu wake. Yesu Kristo anageuka sura huko mlimani. Wafuasi wa Yesu walikuwa wakitembea na Yesu Kristo, saa moja wakimkamata kama mtu wa kawaida. Lakini hiyo siku anatuonesha utukufu wake. Mara ngapi tumekuwa tukimkufuru? Siku hiyo tutambue kwamba hata kama tuko katika majaribu makubwa, tuko katika majaribu ya namna gani, kuna siku tutapewa sura ya utukufu. Nani kati yetu anataka siku moja apewe sura ya utukufu? Mungu awabariki sana na mpewe vile mlivyotaka. Mungu wetu anatuhakikishia kwamba watakatifu wako mbinguni. Hiyo siku ambayo Yesu anageuka sura, Musa na Elia wanaonekana kwamba walikuwa mbinguni. Kati yetu kuna watu wengi ambao hawajui kwamba Musa na Elia tayari wako mbinguni. Musa na Elia tayari wako mbinguni pamoja na watakatifu wengine wote. Na wewe wakati utatoka katika mwili ukiwa mtakatifu, utakuwa wapi? Mbinguni. Asante. Hiyo ndiyo siku ya Mungu ya pili ya wakati wa Kwaresima. Siku ya tatu, siku ya Mungu ya tatu, hapa ni siku ya leo ambayo tumesoma leo. Tumesoma mfano wa mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria ni katika Luka kipindi cha 10 mstari wa 29 hadi ule wa 37, na pia ndani ya Yohane kipindi cha 4 mstari wa 5 hadi ule wa 10 hadi ule wa 42. Katika mfano huu tumeomba kutenda mema na kusaidia wenzetu katika magumu. Tunapotendea wengine mambo mazuri, wakati tunawaona katika magumu, tunabarikiwa. Mwanamke alibarikiwa, akabarikiwa. Tumeomba kuhubiri wengine kupitia hata mambo madogo madogo. Tusingoje mambo makubwa makubwa kusudi tuweze kuwahubiria wengine. Hata mambo madogo madogo tunaweza kuhubiri wenzetu. Na tusiwadharau watu wengine. Hiyo ndiyo siku ya Mungu ya tatu. Tukisema kuhusu siku ya Mungu ya 4, hiyo siku ni siku ya Mungu ya furaha kubwa sana. C'est le dimanche de l'altar. Wanaoongea Kilatini wanasema dimanche
kubwa, siku ya baraka. Yesu Kristo anazidisha mikate iliyo alama ya kutayarisha Ukaristia takatifu na ya kanisa. Ni siku ambayo Mungu kupitia Yesu Kristo anafungua kipofu aliyefungwa tangu kuzaliwa kwake. Yesu Kristo anafungua kipofu aliyefungiwa tangu kuzaliwa kwake, na anamwambia Efata, anamwambia funguka. Nami kwa sai na kuambia Efata, amen. Funguka, funguka, funguka. Jamaa yako ifunguke, maisha yako ifunguke, kazi zako zifunguke, mikono yako ifunguke. Kama umekuwa mchoyo, funguka. Wewe ni mwenye wivu, funguka. Funguka, funguka, funguka. Enda ukijibu nafunguka, nafunguka, nafunguka. Twende, nafunguka, funguka, funguka, funguka. Amen, amen, amen. Hiyo ni siku ya kufunguliwa. Hiyo ni siku ya baraka. Hiyo ni siku ya furaha, wapendwa. Mtu asireve. Leo ni siku ya kufunguliwa. Leo ni siku ya kubarikiwa. Leo ni siku ya furaha. Kama umewahi kukaa ndani ya huzuni, leo achana na huzuni yako. Siku ya kufuata, siku ya Mungu ya tano. Hiyo ni siku ya Mungu ya matawi. Ni siku ya mateso ya Yesu. Dimanche de la Passion. Dimanche de la Passion de Jésus. Tunasomewa hayo ndani ya Isaya kipindi cha 53 mstari wa 4 hadi kule wa 6. Yesu Kristo anatuambia ndani ya hiyo maandiko, anasema hakika aliyachukua mateso yetu na kwa vidonda vyake sisi tumeponeshwa. Kwa vidonda vyake sisi tumeponeshwa. Tumefanya nini? Tumeponeshwa. Basi kwa vidonda vya Yesu poneshwa. Katika jina la Yesu. Anza kumuoneshea Yesu magumu yako. Ombe akuponeshe. Mwambie akuponeshe kwa vidonda vyake. Tolea magumu yako ndani ya vidonda vyake na uponeshwe. Mtu asireve. Leo ni siku ya baraka. Leo ni siku ya kuponeshwa. Na kuomba kumbe iya hiko mo esiku ya poso na moja cheni matau kumbe tushitwa maembo ya ungama na bero ya baba bakafunga baba mbona tunagesha ungamishi. Amen, 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 amen. Nasho mo kwa Yesu wakati mbokumishishi kumbe baikana hoa ya kubana kumbe niche Pasaka iye nata hikamo owababe ungama na romo omosami omocheni matau tonafuka bape makono wamo tonafuka na kungamishi olo lianze na Allah basi aliokobe na roho machahola sota ungama. Amen, amen, amen. Tunaona gisi ile juma iko nguvu sana na ni juma ambalo inaomba kila mtu anaielewa
sababu muda wetu ni mchache. Mwalimu aendelee. Amen. Amen. Kwa hiyo tukiwa ndani ya Triduum Pascal ambapo kunakuwa siku ya ile takatifu, siku hiyo ni siku ambayo tunapaswa kushiriki misa takatifu, tunapaswa kushiriki ibada ya misa takatifu ambamo mnashimikwa Ukaristia takatifu pamoja na sakramenta ya upadirisho. Pia kuosha miguu ya mitume iliyo alama ya mapendo. Ikiwa umepungukiwa na mapendo hiyo siku, nenda ukamwambie Yesu nijaze na mapendo. Mapendo ya kweli, mapendo kwa jirani, mapendo ya wazazi, mapendo, mapendo, mapendo. Hiyo siku ya 4 hapa mlimani tunazoea kufanya makesha. Tunazoea kufanya makesha na kuabudu mpaka 0h. Tunalala hapa mlimani. Sisi wa MCA wote tunalala hapa mlimani tukikesha na kuabudu mpaka 0h. Mtu asikose. Zamani hiyo siku ya ile takatifu asubuhi ilikuwa na kuwa siku ya ibada ya kubariki mafuta matakatifu. Na siku ya leo hiyo mafuta matakatifu imekuwa ikibarikiwa siku ya pili ya Juma Takatifu. Na hiyo siku mapadri wetu wanarejea maagano ya upadirisho wao. Siku ya pili ya Juma Takatifu. Hiyo siku ibada ya misa ya kubariki mafuta matakatifu inafanyika pale katedrali, na ni kusudi waweze kusaidia wa mapadri wetu kuweza kupata mafuta matakatifu watakayotumikisha kwa kuwabatiza Wakristo wapya watakaobatizwa ndani ya makesha ya siku ya 6 takatifu. Shalom. Shalom. Tukiendelea, tunaweza kutambua nini siku ya 5 takatifu. Hiyo ni siku ambayo Yesu anakufa msalabani. Ni siku ya mafungo ya chakula. Tunapaswa kufunga chakula. Ile siku mtu asile vile nyama. Tusile nyama. Tufunge chakula, tusile nyama. Tufunge vile vinywa, tusiongeongee mambo mengi. Na hiyo siku hakuna baraka yoyote. Na hiyo siku hakuna ibada ya misa. Ile siku hakuna ibada ya misa. Mwaka mzima echiwecho cheche wakatenge chisomo eche tututu. Sio kama tunaanza kwa parose ndani ya somo cheche tututu. Sicha ndani ya ile siku tunaishi katika ukimya bila kuongea. Hakuna kusema ngaile ripadi akaya ribarikira ya matewa yana. Wala mara kama wili dorife ya yana ipo akendi barijani. Ile siku tuwaheshimu mapadri wetu, tusiwasumbue. Nao pia wako katika ukimya. Vile nasi Wakristo tuko katika ukimya. Hakuna baraka yoyote. Na tuende tuwaambie wenzetu wanaokuwa kule nyumbani kwamba hiyo siku ni siku ya ukimya, ni siku ya kufunga chakula, ni siku ya kutoongea. Tusile nyama na hakuna baraka yoyote. Hiyo siku kunakuwa tu ibada ya kuabudu msalaba mtakatifu wa Yesu. Tunaabudu msalaba mtakatifu wa Yesu. Hiyo ndiyo siku ya 5 takatifu. Siku ya 6 takatifu ni siku ya kubariki mshumaa wa Pasaka. Wafransa wanasema le Cierge Pascal. Ni siku ya kubariki maji yenye kukumbusha Wakristo wote ubatizo wao au
kufufuka kwao pamoja na Kristo. Echiwecho wakabariki amaete au wakachungukaya amaete otwa bari abakaotwa batisiba wamu. Nechiwecho wakabarikaya omshuma au Pasaka. Shalom wapendwa. Kuna faida nyingi sana tukiishi vema Kwaresima yetu. Kwa hiyo tukipitiza vema Kwaresima yetu tutapata rehema ya Bwana. Tutapata rehema ya Bwana. Tutatoka katika hali zetu dhaifu, tutainuliwa kiroho vile kimwili. Tutainuliwa kiroho vile kimwili. Tutakomaa kiroho. Wamami unzi uchukumbu wa kula kiroho upitize hii Kwaresima mzuri kulingana na masharti ambayo wametufundisha hapa juu. Tunabarikiwa kuliko kubarikiwa. Tunagawa mali yetu na wahitaji au na maskini. Munashikoko neriara ebimebya muteko kumana bande abakateseka ngokoni baraka. Ni neema nene. Munasheke na wamata mundu ini aliyetulia muha na ini yatemeracho. Haujui hizi ni neema kubwa. Unapotenda kitu kizuri, sheti ufurahi tunaye. Mungu merci. Shalom. Wapendwa, tunafunguliwa kiroho vile kimwili. Tunaishi mapendo, umoja na huruma. Wafransa wanasema la compassion. Huwa kiroho ndio uliye. Unamhurumia. Aba tayanyira, hurumia wanaokutesa. Usu endelee ruka kama mamteni. Na wewe unaomba huruma. Na uwa sababu wanyiri. Oho wapa ni kwa salama ame. Hania wandoka tashe sababu wanyiri. Zaidi sana wanazoea kutuambia kuna wababa wengi ambao kabisa hayaleta sababu wanyiri. Angana kukolia lakini shaka mnyako mwaka mkosera. Na wamama wako atakukosea hata jua kwamba alikukosea. Tutaomba hiyo neema ya kujua kuomba huduma, kuwahurumia wengine, nasi kujihurumia sisi wenyewe. Tukienda kumaliza wapendwa, Kwaresima ni siku 40 inayotutayarisha ili tushiriki siku kuu ya Pasaka. Shika wema. Nasema kwanza, Kwaresima ni siku 40 inayotutayarisha ili tushiriki vema siku kuu ya Pasaka. Wamamia iuhira utukume. Uliala bae Pasaka ya uyo ndeke. Erichuka mnawire anjana na mazoezi ya kiroho. Fanya siku 40 mema na utafanya Pasaka njema. Shika wema. Katika Eklesia nzima kila Mkristo ameombwa kutenda tendo la kushikakalia. Obole mundu, obole Mkristo abele sawa omu kanisa ketu ake Kristo, kanisa Katolika lililotoka kwa mitume, kufanya tendo la kushikakalia. Na hiyo ni shuti, ni obligation kwa kila Mkristo. Tendo hilo kwa Kifaransa wanasema l'effort de carême. Effort de carême. Vile kila kundi letu la sala au katika
ukisalawa ni ngoro. Tendo lingine tunaweza sema kutembea kwa miguu bila viatu muda wote wa quadragesima. Muluke ndio mobili uenda rahisi. Muluke ndio senya uenda rahisi. Usibasi na inashiriki kwa mateso wa Yesu. Acha yuenda anzirani na hayo mabesangu. Kabisa jesine Samaritan wenga wausilenga hivi. Kufanya njia ya msalaba kila siku. Hilo ni tendo la kushikamana. Kusoma misa takatifu kila siku na wa ibada. Ndikana ni majisomo ngahuja macho. Kuti na vyangu ni namta metekule telefoni. Ema nyimerekiri na ya kanibia hiki. Hiyo ni moyo wa ibada. Kuti na vyangu nga itindirati. Hiyo ni moyo wa ibada. Kuti na vyangu mafikiri nyanyeka. Ina vyangu amafikiri nyanyeka ikotoshi. Aba vyangu wapamata kukaji. Ukishakuya kanisani, acha vya nyumbani, kuja usome misa na ibada. Kugawa nguo zako au chakula na watu maskini. Kugawa nguo zako au chakula na watu maskini. Kusaidia maskini yeye. Kusaidiana yeye. Kutembelea pia wagonjwa hospitalini na wale ambao hawako hospitalini. Wanataka kwa mfano ngira na wakoneba ni matano. Okomlima mtakatifu nasu ya bakoni utenabo ngenda na rabo. Banati ndio kumuyikweyi. Banati bileyo, banapa bileyo, wananayo. Basi ndakuwa nikiacha tu kama ni kilo ya kunga na nimeiacha. Kufanya shughuli ya pekee kwa kuachana na tabia zote mbaya. Kufanya shughuli ya pekee kwa kuachana na tabia zote mbaya. Ama lolote wale wanataka iwai kasu tunai nyiri mwini naona ngemo mabiala. Tabia zote mbaya. Jamani, nilikuwa nikiongea hapa kuna jambo ambalo linashituka ndani ya mafikiri. Tabia zote mbaya. Katika kusaidiana. Nimeweza kuwa nikiona tabia ambayo imekuwa ikiendelea mwingine yote ya Butembo. Wakati kwa mfano mtu amefanya aksida ndani ya mjini, unakuta mtu ama ya kumbala kwa mfano wa mtu kapeno ama mkuna nero akapasaleria akatapalia nerikwa abantu iba tukerikishwa droide bakata mfilme na mtu kwa mitandao isha na pasala na alisha ukikamua chikaya uko katika quadragesima gani ikiwa ungali nafanya mambo kama haya. Ere tumatumabana wakati seka kwa mitandao tushikaripi nero amani yangu mtulituliwe nero anasoma mitandao ya ule anaonekana akiwa anapinyote anapalia asali kama alikuwa namna gani pale utakuwa umesaidia mwingine. Yangu wa kiroho nilikuwa na dadangu alienda Kishasa. Ule dada alikuwa hapa Butembo na anazoea kwa mboi mwa parcele za watu baleta wanazoea kwa Mteu na Kishasa. Njoo ule bosi akamfurahia wakati nyimbo alimumite tena Kishasa. Bosi akasema nishampenda ndaenda naye. Na shama ikamkubalia. Wakati alifika Kishasa bosi yake akafariki. Baba njoo mwenyewe alifariki, njoo mwenyewe alikufa, akabakia na mama. Sasa
aende wapi. Akapataka mtu mmoja kule Kishasa, alikuwa mtu kama aliwaka mkanisa, ilikuwa kasete, mimi nasahau kama alikuwa kanisa gani. Njoo ule mama akamsaidiaka naye akaenda ikala kwake. Wakati alikalaka afanye John mpaka amezoea kufanya kazi za mafika vizuri, kupika chakula vizuri. Akapataka mrafiki pale mwenye anazoea kutembelea maile paseli. Njoo senya alitembelea kama ile ule mrafiki mwaloka anatembelea maile paseli, akapenda ule dada, akauliza mama, "Kuna uko na msika mzuri mwenye anajua kukaribisha watu mzuri, anajua kucheza na watoto." Mama akamwambia sema, "Huyu ni mshege. Nilimlogotaka tu hivi. Sijue kwako ukasema unamuoa. Hatujui kama tutapeleka ile mali wapi." Ule baba akasema sema, "Yeye nishampenda vile, ndatafuta tu kwenye atanipa adresi ya kwako." Mama akashikwa na wivu, akaambia ule mwanaume aseme, "Hasome masomo, ni baba na watoto wazuri wangu, uchague kwa watoto wangu." Ule baba hakupendaka watoto wa ule mama. Wakafukuza ule dadangu, akakuwa nenda ishi nyingine kanisa. Tunaelikuwa kasete, akwe napiga ngoma juu bana munijaka liko mapriere. Yeye akwe napiga tu ngoma. Njoo akwe napata taa ya kukula. Sasa anakuwa naita shikana, basi mimi nateseka sana. Maana sina ya kufanya. Tunaambia jamaa hakuna kwenye msaada inaweza toka kusudi tupate franga za vyo za kumtosha Kishasa. Sasa wakati ya Kareme niseli kwamba vendredi na mashifu na itaanja siku ya 3 msemene ya kufuata. Nikatembelea mwongozi yangu wa kiroho, nikaenda mwambia niseme dadangu ashaka pata majaribu aliyepata Kishasa. Maana ashaka kwa kule ovyo, hatuna hata franga ya kumtosha kule. Metuko na shamba nzuri yenye inakomalishaka chakula. Wakati ni tunataka kuiushisha inakosa mkilie, badile shamba inaraka. Nitibasi ninakuya uniongoze umata, unipe programu ya sala, ile shamba imsane, kusudi ule dadangu tuweze kumtosha kule Kishasa. Akaniambia hivi, kuanzia siku ya 3 ya majifu, utafunga chakula siku ya 3, chakula kufunga asubuhi, mimi nakula magharibi. Siku ya 3, siku ya 2, siku ya 5. Kweli nilifaka vile, mimi ilikuwa kugumu kuweza ile siku 3 shu. Nilikuwa nashinda mahali mimi mwenyewe napika chakula mzuri. Maana kumaliza ile siku 3 niliwezaka pamoja na Mungu, mimi nguvu singewezaka, ilikuwa kugumu sana. Na wakati nilimalizaka ile siku 3, ilikuwa siku ya 5. Ule dada Samdi aseme usiku akakamataka kamba, akasema anajinyonga kwa ile kanisa yenye anapigaka mkono. Njoo watumishi wakaita, wakasema tunaita kwako, tutafute huku shule Kishasa kuko maeneo ya Manani. Wanampeleka wamtoshe maile kanisa. Njoo sasa alimtoshaka mwile kanisa, akaenda mara ile magrupe ya Banandi. Sasa mwile grupe ya Banandi mukapatikana mama mmoja akaikala naye na Mkatoliki. Wakati nyani talaka naye na Mkatoliki, mimi nasema ilikuwa kasambi siku alipataka ile neema, na mimi nilimaliza mafungo yangu siku ya 5. Dimashe akampeleka kukanisa, akampresente kwa wengine, akamtia mchama ya wa Mariamu. Dimashi semene ya kufuata akaniita, sema dada nishapata mchumba muile chama yenye mama alinipeleka. Nikashangaa ndio, eske ni kweli? Ati ni kweli dada. Semene yenye mwalimu amefasiria hapa, aseme semene ya ini wakati ya furaha. Ilikuwa kasambi, wakaenda kuvizite. Na walikuwa kakachenda kuvizite, sisi tukawaza kama vizite saa itaisha. Sasa tunatayarisha siku ya kuleta mambuzi, jua zilete huku. Na familia ya ule bwana ilikuwa hapa Beni. Nasha tuambia sema shusha maya hapo bwana iko Beni, mtaonana mara moja kule Butembo.
Nikasema ndio dada. Mara mwezi sambuka shaka kuvizite. Ananita magharibi. Aseme dada simetoka kuvizite. Wako bwana kusibamisha njaleta machakula basi ke banaleta mali kesho. Tutafanya namna gani? Hatuna tayarisha pia fani. Aseme bamisha leta kitu yote. Maana kile chakula yenyewe kwa bibi wanatayarishana. Wako bwana njoo wakaileta. Wakafanya fete yote kusudi tusikuse kwa ile franga itakuya huku Butembo. Maana fete kapita badibie, Mungu akafanya makuna maajabu. Kitu yenye ilikuwa huzuni, yenye haukuwa na wazia, ikageuka kuwa furaha. Tulisikia siku ya juma ya nani ya Quadragesima ni siku ya kufunguka. Mara mwasha mai ilifunguliwa, yeye peke akafunguliwa, ile hali yenyewe alipitiaka, Mungu akamupanguza machozi na sie peke tukafanya nini? Tukatubia. Na leo hii na sie tumeshukua Kinshasa. Yeto iko nacha beba tena kwa watoto wenye viko mashamba wenye hawana wasaidizi, anawapeleka kule abaribie masomo. Jamaa yetu imeongezeka wapi? Kinshasa. Kupitia tendo ya mafungo tu ya asubuhi na magharibi wakati wa Quadragesima. Wakristo wapenzi, wakati wa Quadragesima haiko tushaikamata maana kanisa natambia katufunga. Hapana. Funga ukiwa na lengo, ukiwa na mpango. Na unakisi mwalimu ametuambia ushikatalia tukiacha tabia yetu mbaya. Mungu anafanya vyake, anatufungua, anatuponya, anatubariki. Amen. Tuchapie Mungu makofi. Ave Maria. Amen. Ni umazi wewe wata. Naona wamama wazutichi. Uliza mwalimu kuna waza kitu. Amen. Amen. Nashia tutaenda funga leo. Tutaenda fanya na vyote yenye mwalimu ametufundisha. Kwa hiyo tufunge macho. Tunaomba Mungu atupe nguvu. Sina uwezo mimi pekee, Bwana unilinde. Sina uwezo kutenda mema. Sina uwezo mimi pekee. Peke yangu Bwana. Bwana unilinde. Bwana Yesu, ni wewe uliyefunga siku 40 kutwa kucha. Tunakuabudu Bwana.
ya kwanza ya kufunga kwako mpaka siku 40 tunakuabudu. Tunamwabudu Mungu Baba aliyempatia Musa na Elia neema za kufunga siku 40. Tunamwabudu Mungu Roho Mtakatifu aliyewasharia wametume kipaji, karama ya kufunga chakula. Bwana Yesu, tukiwa mbele yako tunaungana na Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina aliyeishi kwa Quadragesima jinsi unavyopenda. Tunaungana na Mtakatifu Rita wa Kasha na watakatifu wako wote waliopitia Kwaresima takatifu. Bwana Yesu, utufungue sai katika vilema ambavyo vinatuzuia kutoshiriki Quadragesima vema: uasherati, ulevi. Uondoe vilema hivyo juu yetu, vilema ambavyo tumefundishwa leo hii na saa hii. Utujalie neema ya kushinda kasengenyo, utujalie neema ya kushinda wizi, uchoyo, majivuno. Utujalie Bwana neema ya kushinda hasira kali. Utujalie neema ya kushinda kadharau na wivu. Utujalie neema ya kushinda uvivu. Utupe moyo wa kushinda ulafi na unafiki Bwana. Bwana Yesu, nyosha mkono wako, kwani kwa vidonda vyako tumepona. Utuponye kila mapungufu, kila udhaifu. Utupe nguvu ya kuacha dhambi. Sikiliza neno ya Baba, sikiliza Roho Mtakatifu. Shuka kama moto, ukikatakata nguvu zote ambazo zinatuunganisha na dhambi, ikiwa ni sadaka au maagano ambayo mababu wetu au wazee wetu wa kale waliweza kufanya, na kupitia maagano hayo tumeriti tabia hizi mbaya. Baba, katika jina la Yesu, jina lenye nguvu na lenye uwezo, tunashiriki msalaba wa Yesu katika jamaa zetu, katika maisha yetu, katika namna yetu ya kuishi. Kwa msalaba wako Bwana, utuokoe, utufungue, ili tuweze kutimiza mambo yote ambayo tumeyasikia katika mchana wa leo. Roho Mtakatifu
utupe nguvu, utushansi kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, utuliza wa wenye uchungu, utufungulia mlango wa baraka zako, wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Milele na milele. Amen. Vigelegele, vigelegele, vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Amen. Amen. Mwisho wa mafundisho tumesikia mkazo iko hapa. Kila mwongozi wa kundi ya MCA akusanye watu wake, wachague tendo gani wataifanya wakati huu wa Quadragesima. Baba Padre aliweza kuweka pale mkazo, na watoe ripoti yao kwa mkubwa wa koordinasyon. Amen. 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 Alimkazo na huyo alete ripoti kwa rektere kwa haraka, anawake kwa haraka. Tayari warogo kwa haraka.